Sako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Na kama ilivyo Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam, basi na sisi tuna Baba Juma Stadium katika mkoa wa Kigoma kwenye kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Karibu sana katika mchezo ambao ni wa kupendeza, mchezo ambao unahitaji hatua kali kabisa kuelekea hatua nyingine. Ni AFD Maendeleo dhidi ya Jashiam Bilombe. Tayari wameingia kuanza zile kanuni za soka kwa ajili ya kuzimenya dakika 90 za maangamizi. Na ikiwa watashindwana, basi mikwaju ya penalty itakuwa kuamua ni nani ambaye anaibuka katika hatua nyingine. Ni moja kati ya mchezo ambao ni mzuri sana, hasa timu zote hizi zikiwa kwamba zimejihakikishia kwamba zipo sahihi na zipo imara kwa ajili ya kuanza kuzimenya vizuri, na tayari wamechukua nafasi. Hakuna muda wa kupoteza. Wameanza kupeana mikono, ishara ya kwamba huu ni mchezo wa familia, mchezo ambao si wadui, badala yake ni mchezo wa upinzani. Upinzani wa kuzisaka pointi za kukusogeza mbele, lakini sasa ni hatua ya 16. Si hatua ya kutafuta pointi, ni hatua ambazo unahitaji kuibuka mshindi wa mchezo mzima. Mchezo wa kutafuta pointi mnaweza mkasare, basi kila mtu akakusanya pointi moja, lakini huu mchezo sio kutafuta pointi, ni mchezo ambao unahitaji kuushinda mchezo moja kwa moja kwa ajili ya kukashia kwamba unaingia hatua nyingine. Unawaona hapa ni Jashiam Bilombe wakiongozwa na Jean Kaula kama nahodha, uzi wao ukiwa ni wa blue na nyeupe, huku socks pia zikiwa ni nyeupe. Tayari wanakwenda kuchukua picha ya kumbukumbu. Matukio kama haya huwa hayajirudii. Watu wanakwenda lakini timu zinabaki. Lakini pia upande mwingine ni AFD Maendeleo washua wa kijani, na wenyewe pia wanakwenda kuchukua picha ya kumbukumbu. Ni picha ya pamoja ya kikosi. Kama kawaida wachezaji wanakwenda lakini vilabu vinabaki. Hizi picha zinabaki kuwa ni za kumbukumbu pekee. Ni rangi gani kuutawala huu mchezo, rangi nyeupe au rangi ya kijani? Ukizingatia kwamba Jashiam Bilombe wapo na uzi mweupe na pants za blue, lakini pia upande mwingine ni AFD Maendeleo ambao wanachukua picha pamoja wakiwa na uzi wa kijani. Katika mchezo wa 90 za maangamizi, ni rangi gani kwenda kuutawala mchezo? Mimi naitwa Ishara Update. Hii ni Kasa Cup hatua ya 16, naongozana na Omikan Kikofia. Wanaume 11 wa Jashiam Bilombe tayari wamesimama kwenye pitch kwa ajili ya kwanza kuzimenya 90 za maangamizi, huku wakiongozwa na Jospin 30 mgongoni, Varan namba 6 mgongoni, Sadi 26 mgongoni, kuna Grade 18 yupo Richard, namba 7 mgongoni yupo Casemiro akiwa na uzi namba 17 mgongoni yuko Paul Nasri, namba 3 mgongoni yuko Jean Kaula Mwami wa Tendere, namba 8 mgongoni yupo Raymond Kabwe, namba 9 mgongoni Jean Master Mulu wa Dhahabu, 14 mgongoni na Rika akiwa na uzi namba 10 mgongoni, huku AFD Maendeleo washua wa kijani wanaongozwa na Hussein, namba 1 mgongoni Zedi Pro, namba 6 mgongoni Biams, namba 3 mgongoni yupo Alaba, namba 4 mgongoni yuko Dipa, 80 mgongoni Dennis, 14 mgongoni yuko David, 13 mgongoni Rashid, namba 8 mgongoni Felix, 11 mgongoni Ndombolo, namba 10 na Cesar, namba 7 mgongoni. Na tayari wanaume wa pande zote mbili wamesimama kwa ajili ya kuanza kuzimia hizi dakika ambazo ni za chungu na tamu, dakika za moto kweli kweli. Huu ni moja kati ya mchezo ambao umeteka hisia ya watu wengi sana, ukizingatia kwamba AFD Maendeleo ni timu kutoka zoni ya pili, lakini pia Jashiam Bilombe ni timu kutoka zoni ya 3, lakini pia ni mchezo ambao una maswali mengi sana, hasa kwa wadau wa soka wa kambini Nyarugusu. Ni nani kuibuka mshindi katika mchezo ambao ni iishe? Lazima iishe. Tukishindwana kwenye 90 za maangamizi, basi mikwaju ya penalty inakwenda kuamua. Lakini pia ni mchezo mzuri kwa sababu hii njia ni njia ambayo itakwenda kuikutanisha dabi ikiwa Jashiam Bilombe ataweza kushinda huu mchezo. Kesho Beung moja wanacheza na Abetra Habay, na mshindi wa mechi hiyo atakutana na mshindi wa mechi hii. Itakuwa nzuri sana kila timu kishinda mechi yake, lakini itakuwa ni ya moto ikiwa Jashiam Bilombe atashinda mchezo wake kesho leo na Beung moja akashinda mchezo wake kesho, basi hawa watakutana. Ni moja kati ya dabi ambayo inasubiriwa sana kwa hamu. Huyu anaitwa Jean Kaula Mwami wa Tendere, naoza anakuja kwenye benchi la ufundi la mwamuzi kwa ajili ya kujaribu kuwafanya wawe haraka. Muda ndo unayoyoma, ni mchezo mrefu sana ikiwa kwamba
dakika 90 zitamalizika bila pande yote ile kupata ushindi, hivyo itabidi kuwepo na extra time au kwenda moja kwa moja kwenye mikwaju ya penalty. Kwa maana hivyo ni mchezo ambao unatakiwa kuanza mapema kwa sababu hali ya hewa si nzuri, lakini pia mazingira yetu ni hafifu. Viwanja vyetu havina umeme kana kwamba usiku kiingia vitawaka. Hivyo mchezo unatakiwa kuanza mapema. Kama unavyoona wachezaji wanapasha pande zote mbili, ni kwa sababu ya kusubiri uamuzi uweze kuingia katika majukumu yake. Uamuzi wakiwa ni watatu, yupo line A kishika bendera wa kwanza, line B kishika bendera wa pili, na mwamuzi wa kati ndo wanasubiriwa, lakini tayari timu zote zipo tayari kwa ajili ya kuanza kuzimenya vizuri na kuanza kutafsiri zile sheria 17 za soka. Mimi naitwa Ishara Update, niko na wewe moja kwa moja na sambamba kabisa katika uwanja wa Baba Juma Stadium. Na welcome back again baada ya taratibu zote zile za kabla ya 90, na tayari mali imesogezwa, dakika zimeanza kuhesabiwa. Mali iko eneo salama katika upande wa FD Maendeleo. David anaanza sifuri tena, imepotea na imepenyezwa ndefu nzuri katika njia nzuri, ana control Rika, cheza back pass, inasogezwa tena katika njia za Grade, anaipokea tena Mwami wa Tendere, anadumbukiza vizuri kutafuta jicho la box, anaikataa Alaba, control kwa pass Kijiko, Zedi Pro anaiminya tena katika uwanja, lakini anaipokea, inasogezwa pass nzuri na kataa, na babatiza Jean Master, wakapasi nzuri katika njia hizi za kupita, nakataliwa. El Captain Rashidi, boli linatembea, Dennis katika njia za Zedi Pro, anaicheza cross lakini haina madhara katika lango la Jospin, mlinzi wa nyavu wa Jean Bilombe. Anza katika njia kwake Grade, katika uwanja tena kwa pasi nzuri katika njia za Grade. Grade anaiminya vizuri, anatafutwa Rika na kwa tackling nzuri mbele mezama nje, na imekuwa ni kona ya kwanza kabisa, lakini mwamuzi bado anaosimamisha mchezo. Kuja kwenye mazungumzo, nafikiri ni masuala ya mpira. Mpira unaochezwa umejaa sana, hivyo natakiwa kubadilishwa. Ni kona na imekuwa kona ya kwanza kabisa, imepatikana ndani ya dakika moja tu ya mchezo. Kipenga kimelia, cheza kona lakini imekataliwa kwa heda. Mwami wa Tendere Jean Kaula, control katika uwanja kwake Paul Nasri, anaiminya vizuri pass lakini imekataliwa, anajaribu kuipenyeza kuna kuchukua Hussein na kucheza goal kick. Umekuwa ni mpira wa kwanza kabisa kucheza Hussein, mlinzi wa nyavu wa kwanza wa FD Maendeleo. Ana control El Captain, anaitafuta njia Paul Nasri, wanayo mali Jean Bilombe. Paul Nasri tena anaitafuta njia, anaipenyeza pass nzuri, mali imepenya, ile nafasi nzuri ni kwake Kabwe Raymond ndani ya box. Kabwe Raymond, good position, imetafsiriwa kwamba ni kona. Alikuwa katika nafasi nzuri sana Raymond Kabwe, ikiwa ni dakika 3 pekee, huenda angefanya vizuri, ingezaa faida kubwa kwa upande wa Jean Bilombe. Wamecheza shoot off target moja mpaka sasa na tayari wamefaidika kwa kona moja. Ni takwimu nzuri sana kuelekea mchezo. Control na kwa pass nzuri tena na ikataa Hussein, imerushwa tena katika njia Zedi Pro, cheza na El Captain katika njia za kupita, imekuwa tackling tena
anaisogeza Dennis. Control Cesar anaiminya tena vizuri, nafasi nzuri ni Felix. Weka cross nzuri na kuja kuzama. Anaikataa Grade. Anaiminya vizuri tena katika uwanja, weka pass nzuri katika njia za Varane. Mweko hauta pass, neto pass kijiko. Anaikataa Zedi Pro. Dennis katika njia za kupita, umiliki wanao Alfred Mendeleo. Maguri fasa kutoka zone ya pili. Felix jaribu kuchekecha. Nipenyeza lakini nakataliwa na Paul Nasri. Umiliki wanao Jean Ambelombe. Varane. Control Richard. Cheza na Casemiro. Casemiro anaiomba njia, Paul Nasri anaipata. Mweko pass kijiko kurudi nyuma. Inasogezwa sifuri tena katika njia za Jospin, mlinzi wa nyavu wa Jean Ambelombe. Weka pasi imefika huku, ni nafasi nzuri kwake Grade. Mwami wa Tendere Jean Kaula. Cheza na mwili wa dhahabu Jean Master. Weka pasi juu, imepenya ile. Anayo Cabo Raymond, anaicheza vizuri ndani ya 18, inawekwa tackling. Maamuzi anasemaje? Ni nje ya box. Ni free kick. Ni free kick, eneo zuri kweli, ni santimita kadhaa kutoka kwenye box ya pili. Yani angesogea hata mguu mmoja tu basi dhambi hii ingezalisha penalty. Ni dakika 5 tu pekee tayari free kick imepatikana. Waishapata kona, lakini pia wamecheza shoti moja ambayo ni off target. Hao ni Jean Ambelombe katika huu mchezo, ikiwa bado ni asubuhi na mapema tu. Anakwenda kupokea huduma Rika. Ni free kick, eneo zuri kweli kulitafuta lango la Hussein. Faida wanao Jean Ambelombe. Amesimama Cabo Raymond na Jean Kaula, Mwami wa Tendere. Miguu 9 tayari imehesabiwa ya ukuta. Kipenga kimeliweka cross nzuri na kumaliza. Bado mali na hishi. Mwamuzi amelilisha kipenga, ishara ya kwamba kuna madhambi yametafsirika ndani ya 18 katika lango la Hussein. Anaicheza Alaba. Nagongwa hila tena. Baba mzazi anaichukua mali. Dennis Cesar na control. Varane anakwenda kuchukua mali tu. Block ya namna yake. Jean Master anaisogeza tena katika njia za kupita, ni Richard. Kabumbu bado anaishi katika umiliki wa Jean Ambelombe. Mwili wa dhahabu Jean Master. Paul Nasri cheza pasi mkaa. Anachukua Mari Alaba. Cheza na Zedi Pro katika njia za kupita pembezoni, madhambi yametafsirika, wananufaika Alfred Mendeleo. El Capitan anaiweka katika mwa uwanja, ana control Mwami wa Tendere. Paul Nasri. Nasri katika mwa uwanja anaiweka juu na kataliwa kwa hida. Ana control El Capitan anaicheza ndefu katika njia za Cesar. Itakuwa ni nzuri ikifika, na imefika, naisogeza kwa hida, bado anaishi na mali. Kwa tackling nzuri lakini bado faida nayo. Ni Cesar tena. Ni nje ya 18 Cesar. Na kucheza naye v pass imewekwa juu na malizo kwa heda. Na ikataa Jospin. Super save. Mgongo heda nzuri na Ndombolo, lakini ni kama ulikuwa na maagano na Jospin, mlinzi wa nyavu wa Jean Ambelombe. Njia zinatafutwa, madhambi yametafsirika, ni free kick ananufaika Jean Ambelombe. Jean Kaula, Mwami wa Tendere. Kaula tena anaicheza vizuri, anamkataa Alaba. Nagongwa heda. Kaula, mwili wa dhahabu, fanya acrobatic lakini haijamlipa Richard. Master anacheza shoot, anaikataa Hussein.
Njia za kupita Ndombolo. Wakapasi Kajiko. Anamkataa Grade. Na yuko juu tena. Ana control Raymond Kabwe. Jaribu kucheza vipas lakini tayari kipenga kimelia. Ametafsirika kuotea muda mrefu kabla hata hajacheza cross yake ya chini chini. Alaba anacheza vizuri katika njia hizi, anakataliwa kwa heda katika uwanja. El Capitan anacheza na David tena waka cross ndefu kutafuta 18 lakini Jospin ni wa kwanza. Varane anaipokea kutoka nyuma, anaicheza kwake Jean Kaula. Paul Nasri. Casemiro mzaliwa anaiweka vizuri katika njia zile za kupita. Mari imepenya, Richard anaitafuta. Richard ana control. Anaiminya, imewekwa tackling, bado anaishi na mali. Madhambi yametafsirika ni free kick kwa faida ya FD Maendeleo. Mchezo unatulia, boli inatembea huku kila lango lishapata majaribio, ishara ya kwamba hakuna mteja, hakuna underdog, wote wamekuja kulitafuta nuru. Imekuwa nzuri tena katika njia za kupita, anaisogeza, anaichukua mzaliwa Casemiro, nagongwa hila katika uwanja. Back pass, Dennis amesafirisha mawasiliano, anayo safi na kuicheza Dipa. Cesar anaipokea kwa vipas nzuri, cross eneo nzuri, good position. El Capitan, what a goal! Ni El Capitan Rashidi, tu zimetosha kulala Jean Bilombe. What a goal! El Capitan de l'équipe AFD Maendeleo amesimama, amewasimamisha El Capitan de l'équipe Rashidi Isaya. What a goal! What a player! Hivi ni vitu vya wale wenye kujua tu pekee. Wezi kupewa kitambaa cha unaoza kama hivi, si vitu vyako. What a goal! Anaitwa El Capitan de l'équipe Isaya Rashid. Wow! Watara! Wow! 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 What a goal! What a player! Kamba nzuri kweli kweli. Ni ndani ya dakika 12 tu zimetosha kulala Jean Bilombe. Amewasimamisha watu wa zone ya pili, amewasimamisha wadau wa soka wa FD Maendeleo, amewasimamisha mashabiki wa FD Maendeleo. Ni super maestro Isaya El Capitan. What a goal! Aliweka juu tu kidogo, Jospin akalala chini, imewekwa cross nzuri na Cesar akaipokea na kuitendea haki. Kamba kweli kweli, 12 tu zimetosha. Wameanza kwa kutoka nyuma sasa Jean Bilombe. Dade! Mwambie Casemiro acheze mpira, mwambie Casemiro acheze mpira. Casemiro! Wapo katika ardhi na wameanza Jean Bilombe. Paul Nasri anacheza kwake Jean Master Kaula. Cesar tena, mali imeondoshwa nje na Jean Kaula. Ni mali ya kurusha, wananufaika AFD Maendeleo ambao mpaka sasa ndio vinara wa mchezo. Dakika 12 tu zimetosha kabisa kuwasimamisha AFD Maendeleo. Grade Kaula, Paul Nasri, mulu wa dhahabu, cheza pasi nzuri pembezoni mwa uwanja. Grade tena, Grade anaiminya vizuri, cheza na Jean Kaula. Mali imepenya, njia zinatafutwa, anaichukua upara wa dhahabu, anaitafuta njia, na pasi nzuri amekataa Cesar. David Cesar tena nafichwa kifuani na Felix, weka pasi nzuri, anaikataa Paul Nasri. Pasi kijiko katika njia za Varane, ni Varane tena anaiweka ndefu, Alaba anaificha kwa heda. Control Cesar, David Kameta, Felix animinya vizuri tena katika njia za Ndombolo, nafasi nzuri inatafutwa, kipenga kimelia, ni offside. Ni gusa, achia twende kwao. Ile kanuni ya Alikamwe ya gusa, achia twende kwao tunaishuhudia vilivyo katika uwanja wa Baba Juma Stadium. Ni kama Lupaso, ni kama Dar es Salaam na Benjamin Mkapa yao, na sisi tunaringa katika uwanja wa Baba Juma Stadium.
boli linatembea tayari, mtu ashakufa moja ndani ya dakika 12, huku El Capitan de l'Equipe Isaiah Rashid inaweka cross nzuri kutafuta lango na ikataa. Hussein, what a save! Fantastic save ni Hussein tena. Kona. Hizi save zinazopigwa hapa ukizipeleka ukweni unapewa mke bure. Nafasi nzuri tena, Ruika animenya vizuri, Paul Nasser anacheza free pass lakini bado shida iko pale pale. Jean Kaula fikra zake ilikuwa ni kujaribu kuweka mali nje ikazame katika line ya kurusha kusudi wajipange. Hii ni mbinu ya kijeshi kuwabania juu. Goal kick ina faida kubwa sana kwa kwanza kutengeneza mashambulizi. Kwa maana hivyo ni bora mali ikawa ni ya kurusha kwa sababu mnakuwa mnawakabia juu. Bado yuko chini mchezaji wa AFC Mendeleo, anapokea huduma kutoka kwa wachezaji wenzake na ameinuka ni Dipa. Akisha vizuri kabisa Cesar. Mali inachezwa. Njia za kupita zinatafutwa. Zedi Pro anamtunishia mtu misuli. Inaikuwa ndefu tena ni Felix. Control. Acha free pass kwa Cesar. Anakanyaga nyoka lakini bado nayo mali imeondoshwa. Patupu. Mwili wa dhahabu Jean Master Varane. Anapanda juu Raymond Kabwe. Mwamuzi ametoa ishara ya kwamba ni Raymond Kabwe amecheza madhambi, wananufaika AFC Mendeleo. Ni katikati mwa uwanja huku dakika ikiwa ni 24 mpaka sasa. Anasimama David. Weka ya chini amekataliwa. Jean Master Kaula. Nuka pass kijiko. Grade. Ana control Jean Kaula. Anakataliwa na Dipa. El Capitan cheza pass mka. Sadi anacheza ndefu pembezoni mwa uwanja, mawasiliano yamefika. Ni Richard. Richard anatafuta njia, anaipata Richard tena na kijiji chake. Richard anataka pass nzuri. Jean Master cheza back pass kwa Varane, imewekwa cross nzuri, cross mkunjo anakataa Biamsi. Paul Nasri. Dipa. Sadi amecheza ndivyo sivyo, anaitengewa tena Felix. Ni Felix anatafuta njia, acha kwake Ndombolo, imekuwa tackling nzuri na Marcelo Grade amepunguza jahazi na ikataa la Bayern. Mali medama nje ndani ya kurusha kwa faida ya Shashi Ambelombe. Mpaka sasa mchezo umetawaliwa na rangi ya kijani. Mkoa wa Kigoma sasa ni wa kijani. Kambi ya wakimbizi na Rugusu mpaka sasa ni ya kijani. Kwa bao moja ambalo wamelishinda. Imekuwa pasi nzuri tena Jean Master. What a goal! Ni Jean Master anaufanya mchezo kusoma sawa. Dakika 25 zimetosha Jean Master kuwasimamisha Shashi Ambelombe. Hawaamini macho yao AFC Mendeleo. Ni kama mjusi uliokanyagwa, macho inawatoka tu. Ni Jean Master. Kish. What a goal! Ni mguso mmoja tu tayari Hussein lango lake limekuwa wasi. What a goal! Ni kama watu hawakutegemea kama hichi kinaweza kutokea. Goli limefungwa kimya kimya, watu wamesherekea kimya kimya. Ni Jean Master. Ukizungumzia Lamine Yamal uko Ulaya, na sisi tunakuletea Jean Master. Mwili wa dhahabu, akili ndogo, mwili mdogo, akili kubwa. What a goal Jean Master. 14 mgongoni, anaitendea haki katika uwanja wa Bajuma Stadium. Kama nyavu imetikisika. Mpaka sasa milango yote ni sawa. Mzani unasoma sawa sasa. Moja pande zote. Dakika ikiwa ni 25. Tayari mabao mawili yamepatikana. Bao la kwanza limepatikana kwa dakika 12 akilifunga El Capitan Isaiah Rashid, na bao la pili amemjibu Jean Master ndani ya dakika 25, na tayari yupo katikati Cesar kwenda kuanza mali baada ya nyavu zake kutikishika, akiufanya mchezo kusoma sare Jean Master.
Sasa hakuna cha kulaumiana, ni kama tumeanza mwanzo, ikiwa tu ni dakika ya 27. Imeanza nyuma kwake Dipa, jaribu kuicheza na Babatiza, anaicheza vizuri kwenye 18, inagongwa hida na Alaba, imedhama nje. Ni kona, ni kona ya 5 mpaka sasa, wananufaika Josh Ambilombe. Kipenga kimelia, anakwenda kuicheza kona. Jean Master weka kona utam, mali mepenya, anaikataa Dennis Dombolo. Felix weka pass kijiko, Felix cheza na Cesar, mashambulizi yanatafutwa, acha free pass lakini haijamlipa Varane, ameondosha mali. Alaba, Dennis anaikataa Grade, Jean Kaula, nafasi nzuri tena, Grade anaicheza, ana control. Ni dakika 3 tu pekee zimeongezwa, tayari kucheza 1-2 touch. Mamuzi amesema kwamba ipo dhambi amechezewa Richard. Ni free kick ananufaika Josh Ambilombe baada ya Richard kuchezwa madhambi. Nyuma ya mara anakwenda kusimama kile kibwana mzaliwa Casemiro. Ni mzaliwa Casemiro, anaiweka vizuri ndani ya 18 na gongwa hida, anaikataa Hussein kuzama nje. Amos Dombolo, Maestro, Grade naficha kifuani vizuri na kuweka back pass. Paul Nasri ana control. Jean Kaula weka katika njia za Varane. Kaula tena jaribu kuiminya vizuri kutafuta njia, bado nao faida. Kaula anaomba watu njoo upewe mali. Paul Nasri anacheza ndefu nzuri kumtafuta Richard, jaribu kucheza back header na gongwa kisigino. Biamsi anayo mali, inasogezwa tena katika njia za Amos Ndombolo. Ni 1v1, ni Amos Ndombolo na mzaliwa. Amos Ndombolo tena anaiacha pasi nzuri, anamkataa Paul Nasri. Ni Amos Ndombolo, Amos bado anaishi nayo mali. No foul. Mamuzi anasema kwamba tuendelee kucheza. Jean Master mtaalamu, cheza nzuri ndefu katika njia za Varane. Varane tena katika uwanja, anaisogeza katika njia za Raymond Kabwe, anamwekea vizuri Rika. Mani medama nje, itachezwa goal kick, anaanza Hussein. Hussein mlinzi wa nyavu wa FA Maendeleo, anacheza mita 6. Anaiweka ndefu, inagongwa hida. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika, huku mchezo ukiwa na matokeo ya 1-1 pande zote. Ni muda wa dakika 15 za mapumziko, kisha kuja kumaliza dakika 45 nyingine ambazo ndio zina matokeo sahihi ya huu mchezo. Lakini hata hivyo, dakika 45 za kipindi cha pili wakishindwana, basi mikwaju ya penalti itakwenda kuamua ni nani kuibuka katika hatua nyingine ambayo ni hatua ya 8 bora, hatua ya chungu na tamu. Mimi naitwa Ishara Update, niko na Omikan Kikofia. Tukutane kipindi cha pili. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Karibu sana katika dakika 45 za kipindi cha pili.
kwenda kukamilisha zile dakika 90 za maangamizi, na tayari kabumbu imeanza kuchezwa. Iko miguu salama kwa Kendombora, tayari kucheza shoot. Paul Nasri, Jean Kaula anaicheza ndefu kumtafuta Raymond Kabwe, nafasi nzuri anaichukua Hussein. Inasogezwa tena katika uwanja, ana control, anaichukua Grade Marcelo, cheza ndivyo sivyo katika uwanja. Amos Ndombolo, Felix waka cross nzuri anaikataa Casemiro mzaliwa. Amos tena dhidi, anapenda na ile mara anawekewa tena Amos Ndombolo. Jospin ni wa kwanza, Jospin mwaga maji katika uwanja, inagongwa heda. Mwami wa Tendere cheza na Richard Zedi Pro, anaminywa vizuri, anabaki nafasi nzuri, what a foul. Yes, hii ni kadi. Ni kadi ya njano na imekuwa ni kadi ya kwanza kwa Zedi Pro. Huenda maamuzi haya yakawa ni sahihi sana katika mbinu za kimchezo, lakini huenda yakawa ni maamuzi ya kumgharimu. Angemwacha, ilikuwa ni hatari sana katika lango la Hussein, lakini hata free kick hii iko eneo hatari. Maamuzi haya yataonekana ni sahihi ikiwa kwamba free kick hii haitakuwa na faida kwa Jean Belombe. Ngoja tuone amesimama Raymond Kabwe. Ni Raymond Kabwe nyuma ya mali, iko na nafasi yake nzuri kucheza free kick kutafuta lango la Hussein. Ni Raymond Kabwe waka cross nzuri anaikataa Hussein, super save, what a save. Ni Hussein, hatuwezi kumsifu tu aliyecheza free kick nzuri kweli. Huenda ingekwenda upande mmoja, ingeza matokeo chanya kwa faida ya Jean Belombe. Save hizi sio geni jijini, labda kwa wageni jijini, lakini save hizi tumezizoea. Ni moja kati ya save ambazo ukizipeleka ukweni unapewa mke bure kabisa, save ambazo ukizipeleka bank unapewa mkopo bure kabisa. What save, iko ni save ya jioni kabisa kutoka mikono salama ya Hussein. Ni kona, yuko kona nzuri tena, cross utamu na gongwa heda, jaribu kuirejesha na kasaliwa kwa heda tena. Paul Nasri anza 0. Varane, David Alaba anaikataa Grade, control Jean Master. Zedi Pro na Maestro El Captain katika uwanja tena. David cheza na Maestro El Captain. Jean Master cheza pasi nzuri tena kumtafuta Rika. Mwami wa Tendere weka majalo mazuri katika njia ya kupita, inasogezwa tena pasi nzuri anaikataa Dipa. Mali medama nje ndani ya kurusha. Jean Kaula, Grade na Jean Kaula tena, nuka cross utamu kutafuta lango, nafasi nzuri, oh wow. Ni Hussein again. Hizi safu zinapunguza idadi ya magoli, achemshiwe maji ya kuoga baada ya huu mchezo, kisha kandwe vizuri. Amekuwa ni muhimili mkubwa sana katika lango, huku akipunguza idadi ya magoli. Ni Hussein. Grade, Paul Nasri na Rika pembezoni mwa uwanja, itakuwa ni nzuri ikifika. Bado anaishi na mali. Rika anaitafuta njia, cheza na Jean Master mtaalamu, waka cross nzuri ya kumaliza kwa header. Wow!
Imetamanisha tena. Ni mshike katika lango la Hussein. Richard akiwa tayari amepata nafasi mbili za kipekee. Ameshindwa kufanya mambo ya kipekee. Mpira unachezwa mita 6. Anaanza Alaba. Inachezwa katika uwanja. Anaitwa Casemiro mzaliwa Paul Nasri. Kabwe Raymond ana control, imeondoshwa na Dipa, imezama nje, ni mali ya kurusha. Wanaanza Jashiam Bilombe. Bado yuko chini Casemiro mzaliwa, chini ya uangalizi na tayari amezama ndani daktari kwa kutoa huduma. Anaitwa Casemiro mzaliwa, anakwenda kutama nje, ikiwa ni kwa matibabu zaidi au katika namna ya nafasi yake kuchukuliwa na mtu mwingine. Huku mzamini mkubwa sana wa Jashiam Bilombe ambaye yuko mbele ya uzi ni Kila Wine. Ana control Paul Nasri. Wakapasi kijiko nakataliwa kwa Hida. Kaula Jean Master mtaalamu anagongwa Hida, tena nafasi nzuri. Richard anachukuliwa na Maestro El Captain Rashid. Pita na mali Felix. Ni Felix tena anatembea na kijiji chake Felix. Anayo mali Felix, anaishi. Anakataliwa na Varane. Katika uwanja ni David. Anaweka pasi nzuri katika njia za El Captain Maestro. El Captain anajaribu kucheza pasi ya chini kwa Cesar. Back pass El Captain tena. Waka cross Utam na kumaliza kazi. Jospin ni wa kwanza kuchukua. Grade anapita nayo mali. Grade anapanda nayo akiwa taratibu tu, anaziomba njia, anaisogeza tena. Nafasi nzuri ni Rika, anaipokea. Rika anachekecha vizuri na kuweka cross. Utam Richard afanya acrobatic. Ni Richard, acrobatic nzuri ya kihistoria katika uwanja wa Bajuma. Ni Jashiam Bilombe again, ni majogoo wa kambi. What a goal! Ni Richard, ni kutoka nje ya mita 18. Lango la Hussein zimekubali majukumu aliyoshinda kuyafanya Hussein, nyavu zake zimemsaidia. What a goal! What a acrobatic! Ni nzuri kweli kweli. Moja kati ya mabao ya kihistoria, moja kati ya mabao ambayo yataishi milele, moja kati ya mabao ambayo hayatosaulika katika ardhi ya wakimbizi Nyarugusu. Ni Richard, ilichezwa cross nzuri na Rika, akaitendea haki kwa kufanya acrobatic. Richard, ni kamba nzuri kutoka nje ya mita 18. Mabao yataishi milele, mabao yatazungumzika milele, mabao ya kihistoria. Vizazi na vizazi vitakuja kutazama haya mabao. Moja kati ya mabao ambayo hayatosaulika katika ulimwengu wa soka. Bao limewekwa na Richard. Wamerudi katika uwanja tena. Haifede maendeleo. Sabu inafanyika, anatama nje mchezaji David. Nafasi yake anakwenda kuchukuliwa na Lambro. Turudi mbele. Mzani mpaka sasa unasoma kilo 2-1 wakinufaika Jashiam Bilombe. Moja kati ya mabao ya kihistoria katika ulimwengu wa soka.
Dakika ikiwa ni ya 57, bao likifungwa ndani ya dakika ya 55. Imegongwa acrobatic moja nzuri ambayo haitokuja kusauliwa katika ulimwengu wa soka. Vizazi na vizazi vitatazama hili bao la Richard. Sayari zote katika ulimwengu zipo macho kwa ajili ya hili bao la Richard. Madhambi yametafsirika, anacheza Jospin. Imewekwa nzuri tena, nafasi katika njia Grade. Inagongwa pass Kisigino. Njia zinatafutwa. Cesar. Kapta Kaula. Dakika ikiwa ni 67, matokeo bado ni 2-1 huku wakinufaika Jesh Ambelombe, na tayari wananufaika tena kwa free kick nyingine na uzuri kulitafuta lango la Hussein. Bila kusahau kwamba Jesh Ambelombe ametokea nyuma kwenye mchezo, walitanguliwa kwa bao moja wakafanya mchezo kusoma sare, na mpaka sasa wao ni viongozi kwa bao moja. Unaweza kuita comeback. Wanangu wa soka zaidi wanasema remontada. Kipenga kimelia na kwa cross nzuri tena kutafuta lango, mali medama nje. Piro anacheza mita 6, anaanza Hussein. Inasogezwa tena, nafasi nzuri anaikataa Grade. Dennis Maestro Isaya El Captain cheza na Zedi Pro, anaiminya kutafuta Cesar, mwana amechukuliwa ni Isaya tena. El Captain anaipenyeza na inagongwa hida. Jean Kaula mali naishi na inaisha nje, lakini tayari kipenga kimelia. Ni madhambi wananufaika Alfred Mendeleo. Kadi ya njano inakwenda kuonekana kwake Richard. Kadi ya njano ya pili katika huu mchezo anaipokea Richard. Wananufaika kwa mali ya kutenga Alfred Mendeleo kutafuta lango la Jospin, mlinzi wa nyavu wa Jesh Ambelombe. Kipenga kinasubiriwa. Anaicheza Alaba, anaichoma vizuri, pichi ya 18, nasogeza kwa hera tena, nafasi nzuri anaikataa Varane. Imedama nje, ni mali ya kurusha. Control Lambro. Dennis anajaribu kuipenyeza, anapoteza mali. Raymond Kabwe. Raymond Kabwe anajaribu kukusanya kijiji chake na kutembea nacho. Raymond Kabwe anaipenyeza vizuri, njia zinatafutwa. Raymond Kabwe anaishi na mali, ni Raymond Kabwe tunaweka shauti, Hussein anamkataa. Ameizima vizuri. Control BMC cheza na Amos Ndombolo, inatengwa chini kwa faida ya Alfred Mendeleo. Dennis leo kwa cross ndefu, cross utam. Cesar atakuwa ni nzuri akifikia. Jospin amekwenda kuidokoa kwa mkono. Grade Marcelo amecheza patupu na kuzama nje, ni mali ya kurusha. Anaanza BMC wa Alfred Mendeleo. Kanyaga nyoka, lakini bado anaishi na mali, imezama nje tena. Wanarusha Alfred Mendeleo. Mpaka sasa kambi ni nyeupe. Kambi ni nyeupe na blue. Mkoa wa Kigoma umekuwa mweupe na blue baada ya Jesh Ambelombe kuongoza huu mchezo. Imezama nje, ni mali ya kurusha.
Dakika ikiwa ni ya 70. Inachoma vizuri tena pichi ya kwenye 18. Jospin anaipoza na kuanza tena katika uwanja. Ana control. Anadhamisha nje alaba mali ya kurusha, wanaanza Jean Bilombe. Kwa kuichukua Varane kiwa na uzi namba 6 mgongoni. Richard cheza cross, anaipokea Hussein. Anza pembezoni mwa uwanja kwake Biamsi. Mekarula tena kwake Amos Ndombolo. Yuka tackling na Sade baba mzazi, upara wa dhahabu mali ya kurusha. Biamsi cheza na Dipa. Dipa anaweka juu katika njia za ndege. Sade anaifuata huko huko. Under control. Mwami Watendere anaweka pass pembezoni mwa uwanja kutafuta mazingira ya Raymond Kabwe. Ni Raymond Kabwe tena, lakini tayari kipenga kimemkataa, ni offside. Mali itawekwa eneo ambalo madhambi ya kuotea yalitendeka na tayari wameanza Fred Mendeleo. Lambert anaicheza ndefu, eneo zuri, anachukua Jospin, ana manjonjo kama Musa Pinpin Kamara. Maji yamemwagwa katika uwanja. Control. Anaichukua tena Jean Kaula, Mwami Watendere ambaye ni mwami katika huu mchezo. Anza 0 kwake Sadi baba mzazi. Jaribu kuicheza ndefu, lakini Amos Ndombolo amemkataa. Umiliki wa Fred Mendeleo ni Amos Ndombolo. Anakataliwa na mzaliwa Casemiro. Mali merushwa na gongwa ila tena, nafasi nzuri anaicheza Dennis, lakini haijamlipa. Itachezwa mita 6. Anaanza Jospin, mlinzi wa nyavu wa Jean Bilombe. Sabu inakwenda kufanyika. Anadama nje mchezaji Jean Master. Amekipiga dakika za kutosha, ikiwa tayari amecheza dakika 75 kwa jumla. Nafasi yake anakwenda kuchukuliwa na Jike Eritier akiwa na uzi 11 mgongoni. Ni mshua wa nyeupe na blue. Mchezo ndefu tena, nafasi nzuri. Lambro anaweka pasi nzuri tena kwa El Captain na penyuza nzuri Casemiro. Inasogezwa kwa heda. Ni Jean Kaula, nafasi nzuri. Jean Kaula! It's Jean Kaula! Ni Jean Kaula! Nimekuita mara 3 naoza. Nimekuita mara 3 mwami. Kamba 3 zimekubali. Kambi nao wajua. Hawa ndio majogoo wa kambi nao wajua. Akikupiga amekupiga pa kutosha. Ni maestro Jean Kaula. Ule mjadala umemalizika. Yale maswali tayari tumejibiwa. Kamba nzuri kweli kweli. Imepanda juu vizuri na ikazama kwenye nyafu. Ile aibu wanaiona Fred Mendeleo. Ile taabu wanaiona Fred Mendeleo. Usiku umeingia mchana. Oh my God. Ni Jean Kaula naoza. What a goal. What a player. Hawezi kuwa naoza kama haya, si mambo yako. Ni dakika ya 76. Kamba imekubali. Ni Jean Kaula, mwami wa Tendere, mwami wa kambi, mwami wa mkoa wa Kigoma. Ameweka kamba nzuri. Ameufanya mchana wa Fred Mendeleo kuonekana ni usiku.
watakwenda wamelala, watakwenda kulala wamechoka. Ni tabu wanaipitia, ni shida wanaipitia. Hawa ndio Jashin Bilombe nao wajua, hawa ndio Majogoo nao wajua, hawa ndio UNHCR nao wajua. Mtu amepigwa comeback, 3 zimekubali kwenye nyavu zake. Wamelazimishwa kwenda katika uwanja AFC de Maendeleo, na Jean Kaula ni mwami wa mchezo, ni mwami wa tendere. Wakati unamtangulia Jashin Bilombe, usitambe kwamba umefika. Kutangulia sio kufika, kutangulia ni kupiga hatua, kwa maana ya kwamba yule uliyemwacha akiongeza bidii na nguvu anaweza kuja kukupita na kufika kabla yako. Ndio hichi ambacho wamekifanya Jashin Bilombe. Walitanguliwa kwa bao moja, sasa wamemtangulia ambaye aliwatangulia mabao zaidi. Nafasi yake kuchukuliwa na Arda Gula, 21 mgongoni. Arda Gula kwa kuchukua nafasi na kwa cross nzuri, kipimo sahihi. Jospin ni Jospin, zikiwa zimesalia dakika 4. Mewekwa ndefu nzuri, Kabo Raymond naigonga pass kisigino. Zedi anaficha kifuani. Arda Gula, Varane ana control. Cesar tena tafuta njia. Cesar bado anaishi na mali. Cesar waka pass kijiko, ndio kucheza pass lakini mali imezama nje. Dama nje mchezaji Dennis, nafasi yake chukuliwa na Bebe akiwa na uzi 17 mgongoni, dakika zikiwa ni za jioni kabisa, huenda akafanya maajabu yake. Mali imeanza tena, eneo ni Sadi baba mzazi, anaichoma na fichwa vizuri, anaimenya control. Nafasi nzuri katika njia za kupita, ni Mulonge cha Mulo tena waka cross utamlo, anaikataa Hussein. Arda Gula cheza na Lambro, control. Nafasi nzuri, bado njia inatafutwa, inawekwa ndefu na iko juu na gongwa hida tena. Nafasi nzuri, anairejesha, bado ni butua na fichwa vizuri, lakini mtu anaunawa mkononi. Ni madhambi wananufaika Jashin Bilombe. Sabu inafanyika kwa kuchukua nafasi mlinzi aliyetangulia Hussein, amedhama nje. Lakini wakati huo bado ni madhambi yananufaika Jashin Bilombe. Mechozo nzuri ndefu, Kabo Raymond ndani ya 18, bado ni Kabo Raymond tena, mali imeondoshwa. El Cape tena anaicheza ndefu. Cesar tena tafuta njia. Cesar anapita nayo, ni Cesar, wingu limekubali, waka pass nzuri. Bebe anawekewa tena, Bebe nafasi nzuri, ni Bebe waka cross ya chini na mkataa Sadi. Upara wa dhahabu anaitamisha, lakini ametamisha nje, na hii ndio imekuwa kona ya kwanza kabisa kupatikana katika lango la Jashin Bilombe, huku idadi ya makona kwa faida ya Jashin Bilombe jumla zilikuwa ni kona 6
huku AFL Maendeleo wakiwa na kona moja, dakika ikiwa tayari ni ya 90. Dakika ikiwa ni ya 90 mpaka sasa, bado zile dakika za nyongeza zinajadiliwa. Kona kwa kona ya chini chini anaikataa Mlo, lakini ni ndani ya 18. Ni ndani ya 18. Amenawa, hakuna mjadala, hapakuwa na mjadala wowote. Ni muda wa kucheza penalty ambayo imepatikana. Ilichezwa kona ya chini chini nzuri, lakini mpira umegusa mkono na hakuna mjadala. Ni penalty wamepata AFL Maendeleo. Nyuma ya mali amesimama Amos Ndombolo, ikiwa ni dakika za jioni kabisa. Matokeo mpaka sasa ni 2-1, ni 3-1. Yes, 3-1. Amos akifanikiwa kuingiza hii penalty, matokeo yatakuwa 3-2. Bado Jashi Ambilombe atanufaika kwa bao moja. Amos Ndombolo, Amos Ndombolo ameiweka kamba. Wamerudi katikati Jashi Ambilombe. Bado ipo bao moja ambayo wananufaika nayo Jashi Ambilombe. Matokeo ni 3-2 sasa. Ngoja tuone maajabu ya soka. Limebaki bao moja. Ni dakika 8 zimeongezwa kwenda kumaliza 90 za maangamizi. Hizo dakika 8 zipo kwa ajili ya kufidia zile dakika kadhaa ambazo zilipotea. Mpaka sasa Jashi Ambilombe yuko mbele kwa bao moja, matokeo ikiwa ni 3-1. Yes, 3-2 kumradhi. Inawekwa tena nafasi nzuri. Madhambi yametafsirika, ni free kick. Ni dakika 8 za moto. Ewa cross utam nzuri sana, anaikataa kwa header. Bado nafasi iko pale nzuri, anajaribu kuicheza Bebe, poteza mali, cheza shoot off target. Hakusomaka. Hakuona. Hakusomaka, hakuona. Hata wao walifanya hivi kuelewa. Jospin. Hivi Kongo alikuwa hivi. Imechezwa nafasi nzuri tena pembeni mwa uwanja. Grade anajaribu kuisogeza, lakini amesukuma Mlevi. Inagongwa header, lakini tayari madhambi kule ametafsirika, ni free kick. Ananufaika Jashi Ambilombe. Sadi anaicheza ndefu katika njia za Mulo. Dipa anawekewa tena Mulo katika njia zake. Mulo tena, lakini tayari kipenga kimelia, ni offside. Mpira umetengwa eneo ambalo ni sahihi. Anachezwa ndefu karibu mwa uwanja. Kanaga nyoka Rika. Njia zinatafutwa na penyezwa tena, anaikataa Casemiro. Richard Lambert Bebe anaiminya, lakini amepoteza mali. Mwamuzi ametafsiri kwamba ni madhambi
ni friki katika uwanja. David pita na mali. David tena weka cross nzuri inawekwa juu, nafasi nzuri nazima kwa Heda, nafasi nzuri ni Arda Gula. Nipe nikupe, njia zinatafutwa Mlongecha. Kwa pasi mkunjo katika njia za Richard. Ni Richard tena. Richard bado anaishi na mali. Jaribu kumdanganya lakini mali imechukuliwa na Zedi Pro. Anamwekea mtu nyama Zedi Pro, madhambi imetafsirika. Biamsi. Anasimama Biamsi. Anaicheza nzuri. Ana control Arda Gula. Gula anaacha pasi kwa Bebe. Inapenyeza kwake El Captain. Bebe. Mwaga maji mazuri ndani ya 18, imekataliwa kwa Heda. Grade anaiweka mali nje, ni ya kurusha. Ni mtafute wa kuruka naye. Lango la Jashi Ambelombe, maji ni kama yameanza kuchemka hivi, ikiwa ni dakika 8 tu pekee ziliongezwa. Jospin anaicheza katika uwanja. Baba mzazi sare anaweka mali nje. Dipa anairusha vizuri. Njia za kupita zinatafutwa lakini mwamuzi ametafsiri ipo dhambi imetafsirika. Mali inatengwa kwa faida ya Jashi Ambelombe. Bado matibabu yanaendelea. Ameinuka Mlongecha. Anaicheza Sadi. Nagongwa Hida. Anaikataa. One touch, two touch. Arda Gula anaicheza nzuri. Anaificha Sadi. Mlongecha anajaribu kuweka wingu pale. Imeweka tackling lakini bado mali inaishi. Madhambi yametafsirika, mwamuzi anasema kwamba tuendelee kucheza. Arda Gula. El Captain anaicheza pembezoni mwa uwanja huku. Inawekwa cross nzuri na kumaliza hii kazi. El Captain Amos Ndombolo aliwekewa mali kwa Heda. Goal kick wanaanza nyuma Jashi Ambelombe. Kocha, unasumbua sana kutetea hapa. Goal kick wanaanza Jashi Ambelombe ambao wako mbele kwa bao moja, jumla ya mchezo ikikusanya mabao 5, huku Jashi Ambelombe wakiwa na mabao 3. AFC Maendeleo mabao 2. Imejibiwa tena na kurudi eneo ambalo ni hatari katika lango. Jospin ameichukua. Jospin yuko chini na hataki kuachia mpira. Unaona? Mpira inaisha. Poteza muda. Poteza mpira inaisha. Au kasindiria mpira. Anashindiria mpira.
Bado Jospin anapokea huduma ni kutoka kwa wachezaji wenzake na muamuzi, ikiwa tayari zile dakika 8 zilizoongezwa zimekatika pa kutosha. Bado Jospin yuko chini. Tunaenda wapi? Rudi kwanza. Jospin tayari mara imechezwa fair play. Jospin anamwaga maji katika uwanja. Inagongwa hida. Dakika 90 zimemalizika kikamilifu, huku mshindi akipatikana ni Jashe Ambilombe. Jumla ya mabao katika mchezo yakiwa ni mabao 5, huku Jashe Ambilombe akifaidika kwa mabao 3, Aifede akiwa na faida mabao 2, akiwa amebaki katika hii hatua na anaendelea na mashindano. Jashe Ambilombe kwa kunufaika kwa bao 1. Nafikiri sasa ni muda wa kuona kukaa chini na kufikiria ni namna gani ya kuja nayo katika mchezo unaofuata kwa Jashe Ambilombe. Ulikuwa na mimi Ishara Update, lakini nilikuwa na Omikani Kofia kuhakikisha kwamba tunakuleta matangazo yaliyo bora, na kumradhi huenda kuna lolote lile ambalo limekukera katika haya matangazo, basi tuombeane msamaha. Tukutane kwenye michezo mingine. Mimi ni Ishara Update, nilikuwa na wewe katika uwanja wa Baba Juma Stadium. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.